Kwa majina yangu naitwa Rosa Yohana Mpingamno. Ni mkazi wa kijiji cha Nguruwe. Ninashukuru sana kwa kupewa huu mradi wa machinjio ya ng'ombe na nguruwe. Zamani tumekuwa tukihangaika sana, tumepata changamoto nyingi. Wakati tulikuwa hatuna machinjio rasmi. Walifanya tu machinjio ambayo yalikuwa yako ndani ya makazi ya watu, ambao wakati mwingine ilikuwa ni shida. Mtu anapita na kuta mnyama anavyouawa, wakati mwingine anapata shida hata kuila ile nyama. Lakini tunashukuru kwa hao wenzetu wafadhili ambao wametuona kwa jicho la pekee na ambao wametuletea huu mradi na kutujengea hii machinjio ambayo itatunufaisha sisi kwa sasa hata kizazi kijacho. Kwa majina naitwa Nehemia Israeli Magedenge. Cheo changu kwa kijiji, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mipango, uchumi na fedha ya kijiji. Sisi watu wa Nguruwe, kabla ya mradi huu wa machinjio tulikuwa tunapata adha sana. Kwanza wananchi walikuwa wanachinjia mahali ambapo sio salama. Kutokana na kutokuwa salama, maana yake watu wengi tumeweza kula nyama ambayo sio salama. Lakini zaidi ya hilo ni kwamba mahali ambapo tulikuwa tunachinjia mwanzoni palikuwa ni katikati sana ya watu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta wamechinja, damu wameziacha, watoto wanapika pale wanachezea. Kwa hiyo kimsingi asingekuwa Mungu, nadhani tungeugua sana. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa. Lakini kwa sasa kupitia machinjio haya, kipekee tumshukuru sana Mungu. Tuna imani sasa kupitia machinjio haya sisi watu wa Nguruwe tutapata afya safi, tutakuwa na afya salama. Kwa sababu kwanza eneo lililotengwa liko mbali kidogo na wakazi, lakini pia limewekwa uzio, mbwa hawezi kuingia wala watoto hawezi kuingia. Kwa kweli tulikuwa na changamoto kubwa. Pale mahali kama mlivyopita tukajifunza kipindi kile, ni nje tu hivi na ni mtaani. Kwa hiyo pako wazi na mvua zikinyesha zinanyeshea, walevi wakipita wanafanya wanachofanya. Kwa kweli palikuwa si mahali salama kabisa. Kiu yetu kama serikali tulipenda tupate eneo ambalo limezungushiwa uzio ili kuzuia wanyama kama mbwa na paka na wengine kuingia ndani na kuharibu miundombinu na kulamba, kwa sababu haturuhusiwi kula wanyama tukala pamoja wanyama na binadamu. Kiafya kwa kweli inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo Africa Exchange kwa kweli mimi niseme mmefanya jambo kubwa la kimungu na kibinadamu. Kwa sababu hali iliyopo pale, wachinjaji hawa nafikiri wana furaha kubwa sana baada ya huu mradi. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana African Exchange Project. Haikuwa rahisi na ni moyo tu wa kujitoa ambao umeweza kufanikisha swala hili. Pia ndio tukasema kwa ajili ya hili, pia kwa ajili ya kijiji, sio jambo dogo. Naomba niwashukuru sana wenzetu kwa ajili ya kuona ya kwamba tunatakiwa kuwa na mahali salama. Hivi tunavyozungumza wapendwa, tumejua kwamba haya maji wenzetu waliyapima, sio kwamba yana afya sana. Hata yale ya kwenye haya yanayopita, kwa maana yale ya kwenye bomba, sio yana afya sana. Tulipima. Kwa hiyo tunafikiri hapa tunawasiliana na wenzetu kwa ajili ya kijiji hiki, tuweze kupata maji ya kisima ambayo yatasambazwa kijiji chote hiki. Kwa hiyo pia hilo naomba tumsihi Mungu aweze kutusaidia. Tunawasiliana na wenzetu fulani ambao huwa wanachimba visima ili kuona ya kwamba maji yanakuja, ili wakati ule wa kiangazi tunapata shida, basi yawepo maji ambaye ni salama kwa ajili ya afya zetu. Kwa hiyo wenzetu wanajali afya sana. Na nataka niseme ya kwamba tutaendelea kushirikiana kwa ajili ya changamoto ambazo zimetajwa. Mambo mengine ambayo yako kwenye uwezo wenu fanyeni. Ila yale ambayo mnafikiri kwamba kwa kweli tunahitaji kuyafanya kwa pamoja, naomba muendelee kuwasiliana na sisi, tutashiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo kwa ajili ya kijiji chetu cha Pomelin.